Naam, wanasema katibu kata wa kata ya Mkata amekataa kukata miti katikati kata ya Mkata. Kweli kabisa, na kama kata ya Mkata katika katikati ya kata nyingine itakatika vipi? Jambo mpenzi mtazamaji, ni matumaini yetu ubuheri wa siha popote pale ulipo. Ni kweli na shukrani kwa kututeua na kubwa zaidi kutuchagua kama kituo bora cha habari za kuaminika. Ni kweli ni mengi tuliokuandalia, na mojawapo ni kuhusiana na madai ya Rais William Ruto ambaye tunamuona pale Safari Park ambapo walikuwa naomba wananchi msamaha, na vile taifa jirani Tanzania na Uganda. Kidogo tunaona kwamba Tanzania na Kenya wanatofautiana. Haya basi mtazamaji, hao yote ndani ya Kings TV, lakini kwanza tupate vidokezo. Jiji la Nairobi la shinda Dodoma. Uchumi wa Kenya umelinganishwa na Tanzania mwaka huu 2025. Rais William Ruto ameomba msamaha kwa kizazi cha Gen Z katika hafla ya maombi Safari Park jijini Nairobi. Wabunge wa Msuta aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa matamshi yake, huku wakitaka polisi kumkamata. Na wezi uvamia kanisa la ACK Kirinyaga na kuiba vitu vya thamani 300,000. Hayo basi mtazamaji, karibu na tundamani kwa sasa hadi tamati, na kuchina ni Beatrice Award. Na ninafahamika kama Pius Kariuki, nazungumza nasi kuhusiana na madai ya Rais Ruto kuomba msamaha, kwani kauli yako siku zote inakubalika. Sure kabisa. Facebook, Kings TV, YouTube, Kings Fraternity. Twende nao. Kimataifa IMF limekadiria Kenya kama nchi ya kipato cha kati, huku Tanzania ikizingatiwa kuwa ya kipato cha chini. Naam, katika mwaka wa 2025 taasisi hiyo ya Bretton Woods inatabiria kuwa uchumi wa Kenya utakuwa kwa 4.8%, huku ule wa Tanzania ukitarajiwa kukua kwa 6%. Mary Kimani anatufungulia jamvi la taarifa zetu na mengi. Shirika la fedha la kimataifa IMF imetabiri kuwa uchumi wa Kenya utakuwa kwa 4.8%, ikiwa ni kushuka kidogo kutoka makadirio ya awali ya 5%. Licha ya wasiwasi kuhusu ushuru uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump mnamo mwaka wa 2024, taasisi hiyo ya kifedha ya kimataifa ilieleza katika ripoti yake ya World Economic Outlook kwamba mfumuko wa bei unatarajiwa kubaki tulivu. IMF linaikadiria Kenya kuwa nchi ya kipato cha kati, huku jirani yake Tanzania ikizingatiwa kuwa ya kipato cha chini. Reaping from Eurobonds placement and the targeted interventions by the government, the Kenya shilling has now reversed the downward trend and is appreciating in value against major world currencies, and even including East Africa. In fact, our currency now is stronger than even our counterparts in East Africa. Pato la taifa GDP la Kenya linatarajiwa kufika dola bilioni 132, ikiwa ni shilingi ya Kenya trilioni 17. IMF pia inatabiri kuwa uchumi wa Tanzania utakuwa kwa kasi zaidi kuliko wa Kenya. Kwa upande mwingine, udhabiti wa makro kiuchumi wa Kenya umeonekana kuwa wa kuridhisha, ambapo sekta ya kilimo ilichangia 22% ya pato la taifa kulingana na ripoti ya uchumi ya mwaka huu. Shilingi ya Kenya iliyoorodheshwa kuwa sarafu iliyofanya vizuri zaidi duniani mwaka wa 2024 baada ya kuimarika kwa 21%
dhidi ya dola ya Marekani kwa mujibu wa Bloomberg. Jumanne Mei 27, Benki Kuu ya Kenya ilinukuu shilingi ya Kenya kwa kiwango cha 129.23 dhidi ya dola ya Marekani na 20.89 dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa upande mwingine, IMF inatarajia GDP ya Tanzania kukua kwa 6% hadi kufikia dola bilioni 85.98, ikiwa shilingi ya Kenya trilioni 11.12. Hii inamaanisha kuwa uchumi wa Tanzania utakuwa nyuma ya Kenya kwa shilingi ya Kenya trilioni 5.88. Swali linaibuka: kwa nini Wakenya na Watanzania wanazozana mitandaoni? Hii ni ikiwa kuwa mzozo mdogo wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Kenya ulizuka baada ya kukamatwa na kufukuzwa kwa wanaharakati wa Kenya. Mara nyingi taifa moja limekuwa likiliona lingine kuwa duni kutokana na utulivu na maendeleo ya sekta mbalimbali. Rais wa Tanzania Samia Suluhu alidai kuwa atafanya kila awezalo kulinda uhuru wa taifa lake, jambo lililosababisha mvutano wa hivi karibuni katika mitandao ya kijamii. Runinga ya Kings, Mary Kemani. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Shukrani Kimani kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu amefichua kuwa taifa limepoteza shilingi bilioni 6 kwa kulipa faini na jinsi serikali imedaiwa kuwa kwenye utepetevu mkubwa baada ya wizara tofauti kufuja pesa za umma. Akizungumza mbele ya kamati ya bajeti, Gathungu aidha ameeleza kuwa mkopo ya hazina ya Hustler Fund imejawa na masuala chungu nzima, ikionekana kuwa na utepetevu wa hali ya juu. Tazama. Huku serikali za kaunti zikitatizika kufikia malengo ya mapato, msamaha wa kisiasa unahusu ukusanyaji wa ushuru na zinyima mamilioni ya pesa. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu imefichua. Gathungu alifichua madai haya mbele ya kamati ya bajeti tarehe 28 Mei, idai kuwa taifa limepoteza shilingi bilioni 6 kwa kulipa faini. Between the financial year 2020-2021 and financial year 2023-2024, the government paid commitment fees totaling 6.569 billion on undrawn amounts in respect of loans signed between the government of Kenya. Kulingana na Nancy Gathungu, kwa mwaka wa kifedha wa 2022 na mwaka 2023 na mwaka 2023 na mwaka 2024 inafichua kujitolea kwa baadhi ya kaunti katika ukusanyaji wa mapato na kusababisha hasara. Kwa mwaka 2022 na mwaka 2023 shilingi bilioni 1.4 zilitumika, na mwaka 2023 mwaka 2024 shilingi bilioni 1.6. Year 2023-2024, 14 projects which had total project allocations of Kenya shillings 515.1 billion had not utilized Kenya shillings 304.4 billion. Akizungumza mbele ya kamati ya bajeti, Gathungu alielezea kuwa kuna utepetevu mkubwa serikalini ambapo wizara tofauti zinatumia mbinu mbalimbali kufuja pesa za umma. Aidha, Gathungu alielezea kamati ya bajeti kuwa mikopo ya hazina ya Hustler Fund imejawa na maswali chungu nzima, huku ikionekana kuwa na utepetevu wa hali ya juu. Hafla hii ilihudhuriwa na baadhi ya wabunge akiwemo Babu Owino, mbunge wa Embakasi, ambaye ameuliza swali la tanzia iwapo Gathungu anafahamu wa ni nani mwizi sugu anayeharibu maisha wa Kenya, na ni nani huyo amekuwa akijinufaisha na kuharibu zaidi ya shilingi bilioni 6. Are you in a position to tell us this great thief that is destroying the lives of Kenyans, who might have been a beneficiary in this wastage of 6.5 billion Kenya shillings? Vilevile, mbunge wa Kiharu Dembe Nyoro alitaka kujua kutoka kwa mwenyekiti wa bajeti iwapo wanahesabu kamili ya deni iliyokumba taifa, swali ambalo mwenyekiti wa bajeti Samuel Atandi hakuwa kwenye nafasi ya kulijibu, hili likiibua maswali chungu nzima. Have you conducted audit on our debt situation as a country? And if that is the case,
how much is the actual debt in our country. And I also wanted to ask my brother Ndindi that relax, just relax. Let us do the budget within the framework that we have. If you would like us to extend and ask things that really are not here, then it means you're basically playing politics. Maswali yameibuka na kuibua cheche kuhusiana na ubadhirifu wa shilingi bilioni 6 huku serikali ikilaumiwa kwa utepetevu. Ni nani atakayeokoa taifa? Pius Kariuki, runinga ya Kings, Nairobi. Na mbunge wa Juja George Koimburi ameshutumiwa kwa kusababisha hali ya wasiwasi nchini baada ya kudanganya kuhusu kutekwa nyara kwake. Na mbunge huyo alikuwa ametoweka kwa siku kadhaa kabla ya kupatikana akiwa ametupwa katika shamba la kahawa. Baadaye polisi wamebaini kuwa utekaji nyara huo ulikuwa wa uongo. Kunte Nyambura anaketwa kwa taarifa hii. Siasa zikiendelea kuchacha na vyama vya kisiasa vikiendelea kuingiliana, Jumapili ya tarehe 25, mbunge wa Juja George Koimburi alitekwa nyara akitoka ibada kanisani ya Full Gospel Mugudha. Siku iliyofuatia Jumatatu ya tarehe 26, alipatikana kwenye shamba la kahawa kaunti ya Kiambu akiwa na jeraha mwilini. Walioshuhudia walisema mbunge huyo alikuwa na maumivu makali. Koimburi alisema hakuwa kwenye nafasi ya kujua waliomteka nyara na kusisitiza utekaji nyara huu ulitokana na siasa duni nchini. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alisema mbunge aliyelazwa hospitalini hakuwa na uwezo wa kuzungumza ila aliwashiriana kwa kuandika, huku akiongezea kuwa Rais William Ruto alipanga jamaa hiyo. William Ruto has become intolerant. He cannot take criticism. And the reality of one term is slowly sinking into him that has sent him into serious desperation that he has now formed a killer's code. Siku baada ya tukio hilo na uchunguzi kufanywa, Douglas Kanja alitoa ripoti ya kuwa George Koimburi alipanga njama ya kujiteka nyara. Hii ikitokea baada ya wabunge kukatazwa kumuona akiwa hospitalini. Mshukiwa aliyekamatwa alikiri kuwa alimteka nyara mbunge huyu na baadaye kumpeleka hotelini mahali alikolala usiku na baadaye asubuhi iliyofuatia kumwacha shambani la kahawa kama alivyoagizwa. Hadi sasa washukiwa wawili wameweza kukamatwa, huku ripoti zikionyesha Koimburi alikuwa akitumia magari yake kibinafsi ili kutekeleza jama hii. Found that the vehicle used to transport him, registration numbers KCJ 660P, belonged to the Honorable Member of Parliament George Koimburi. Kwa upande mwingine tunaona tukio hilo lilimtendekea mkazi wa Kiambu County anayeitwa Samuel Mmo, mwendeshaji wa bajaje na sako ya New Life Travelers aliyetekwa nyara Jumapili ya tarehe 25, huku maafisa wa polisi wakiendelea kumsaka. Nikiripotia runinga ya Kings, Kiambu County, Cynthia Nyambura. Haya, hii ni taarifa ya kusikitisha. Kuna kwamba tunaona wengine wanasema kwamba alijiteka nyara vipi. Ndio Kenya ambayo tuko sasa hivi. Na inaibua maswali mengi, na kwaje mtu anajiteka nyara na kujidhulumu kiasi kama ile mbunge huyu. Ndio Kenya ambayo tunaishi. Pengineko ni kwamba Rais William Ruto amemwomba Rais wa Tanzania Samia Suluhu msamaha kufuatia kufurushwa kwake wanaharakati wa Kenya, akilenga kutuliza mvutano wa kidiplomasia. Ameomba radhi na kueleza haja ya kuelewana kati ya majirani ya wa Kenya wakiwemo Uganda, akisisitiza umuhimu wa umoja badala ya lawama. Ruto amewahimiza wa Kenya na washirika wake kuzingatia maendeleo ya kujenga upya uhusiano badala ya kukoma kwenye makosa ya zamani. Tazama. Jumatano Mei tarehe 28, wakati wa hotuba yake kwa taifa katika hafla ya maombi ya kitaifa ambayo huleta pamoja viongozi wa serikali, Rais William Ruto aomba msamaha vijana na mataifa jirani Tanzania na Uganda katika hatua inayoaminika imetokana na malumbano makubwa ambayo yamedumu mitandaoni. Neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our
friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize. Ni wiki mbili sasa baada ya kufurushwa kwa kinara wa PLP Martha Karua pamoja na wanaharakati wengine wakijumuisha jaji mkuu wa zamani Willy Mtunga walizuiliwa kuingia nchini Tanzania kuhudhuriwa kusikilizwa kwa kesi ya kiongozi wa Chadema Tundu Lissu. Licha ya hayo, serikali ya Tanzania haijatoa taarifa rasmi kuhusu sababu za kuzuiliwa kwa wanaharakati hao. Hotuba ya Rais Ruto ilijikita katika msamaha, mshikamano wa taifa na matumaini ya baadaye. Alianza kwa wito wa kudhamini yaliyofikiwa badala ya kulaumu, akisema maendeleo ya kweli yanahitaji shukrani na uelewano wa pande zote. Zaidi ya yote, rais hakuepuka kukiri mvutano wa kidiplomasia uliokuwepo, akiwajumuisha majirani wa Kenya kama Uganda na hata kuwahutubia wa Kenya kuhusu makosa ya ndani. Ujumbe wa rais katika hafla ya kitaifa ya maombi ilionyesha dhamira ya kushirikiana upya na kuimarisha utulivu wa kikanda. Ujumbe wa rais katika hafla ya kitaifa ya maombi imeonyesha dhamira ya ushirikiano upya na uamirishaji wa utulivu wa kikanda. Nikiripotia runinga ya Kings, langu jina ni Beatrice Awor. Haya basi mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo ya Rais William Ruto kuomba msamaha, kumbuka kwamba tulikuwa tumekuambia tuma maoni yako utuambie, je, Ruto ameomba msamaha kwa wanajenzi na vile vile Tanzania na vile vile nchi jirani? Zungumza nasi kupitia mtandao wetu wa kijamii Facebook, Kings TV, YouTube, Kings Fraternity. Tunarejea baada ya muda usio mrefu. Usiondoke. Karibu tena kwenye habari zetu, na tukiendelea ni kwamba Naibu Rais Kithure Kindiki amewahakikishia wakazi wa kaskazini mwa Kenya kwamba ujenzi wa barabara ya kilomita 750 kutoka Isiolo hadi Mandera utakamilika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza alipotembelea mradi huo huko Kulamawe, kaunti ya Isiolo siku ya Jumanne, Naibu Rais alisema mradi huo utakamilika kufika Juni mwaka 2027. Moses Wanjiku ana mengi zaidi. Naibu wa Rais Kithure Kindiki amewahakikishia wakazi wa kaskazini mwa Kenya kwamba ujenzi wa barabara ya kilomita 750 kutoka Isiolo hadi Mandera utakamilika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kindiki aliyazungumzia haya alipotembelea mradi huo huko Kulamawe, kaunti ya Isiolo siku ya Jumanne. This government is committed to make sure that we undertake this infrastructure project, complete it in good time, open up this area for economic transformation. Naibu Rais amesema juhudi za kufungua kaskazini mashariki mwa Kenya kwa maendeleo ya kiuchumi ziko kwenye mkondo sahihi, huku serikali ikihakikisha ujenzi wa barabara hiyo kuu unaendelea na ambao utachukua gharama ya shilingi bilioni 100. Mradi huo na ambao unatekelezwa na mamlaka ya barabara kuu ya Kenya KENHA kwa kushirikiana na mashirika mengine ya serikali, ndio mradi mrefu zaidi wa barabara kuwahi kujengwa katika historia ya Kenya. The longest road project in Kenyan history, one single road consisting of 749 kilometers between Isiolo town
and Mandera Town. Barabara hiyo na inayogawanya mitaa ikiwemo mtaa wa Isiolo, Kulamawe, Modogashe, Shamata, Wajir, Tabaj, Kotulo, Kobo, Elwak, Gare, Ramu na hata Mandera ina lengo moja tu, na ambalo ni kufungua maeneo hayo wa wawekezaji na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za serikali. Huku ni baada ya Wakenya wengi kusema ya kwamba makuchukulia maneno ya Rais William Ruto kwa mzaha kuhusu barabara ya Elwak. Sasa hivi naibu wa rais amesema ya kwamba kufikia uchaguzi ujao wa mwaka 2027 barabara hii itakuwa imemalizika. Nikiripotia runinga ya Kings, nafahamika kama Moses Wanjiko. Wabunge wa Kenya wameendelea kumsuta aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutokana na matamshi yake tata kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah, wabunge wameeleza kusikitishwa na kauli ya Gachagua wakisema ni ya kuudhi na inakiuka maadili ya kitaifa. Brenda Kinoti ana maelezo zaidi. Wabunge wasimamisha vikao katika bunge la kitaifa mnamo Mei tarehe 27 wakitaka hatua za haraka za kisheria kuchukuliwa dhidi ya Gachagua, wakimlaumu kwa uchochezi wa kukosa utu na kufuatilia matamshi tata aliyotoa kuhusu ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. He is not just a man with a black heart, but a very dark soul. Gachagua alidaiwa kufananisha hali ya wizi wa kura kwenye uchaguzi ujao wa 2027 na sherehe za Krismasi. Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah na kiongozi wa wachache Junet Mohamed walilaani vikali matamshi haya wakiyaita ya kichochezi. Who the hell do you think you are that you can celebrate the death of Kenyans, calling it a Christmas party? Shame on you. Junet pia alitaka mashirika ya usalama na mahakama zichukuliwe hatua za haraka ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayetumia jukwaa la siasa kuchochea kuvunja amani nchini. Mbunge wa Rarieda Otiende Amolo alihimiza bunge ianzishe mchakato wa kisheria ili Gachagua atangazwe kama hastahili kushikilia nafasi yoyote ya umma. Walisema kuwa hata ujumbe mzuri haupaswi kutolewa kwa njia inayoweza kusababisha maafa au mgawanyiko wa kitaifa. Going to protect us from this monster, Mr. Speaker, called Rigathi Gachagua. Who on earth is going to protect us from this monster, Mr. Speaker? Who's going to protect us? Because the government looks like is unable to take an action against him. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC pia ilionya kuhusu matamshi hayo na kumuita Gachagua kuhojiwa, jambo ambalo amelipuuzilia mbali. Pia wameeleza kuwa itachunguza kwa kina suala hilo na iwapo atapatikana na hatia ya kuvunja sheria za uwiano na amani atakabiliwa na hatua za kisheria. Contravenes what is provided for in the Act. And therefore, yes, we have summoned Rigathi Gachagua on other matters because as you might remember, huku chache za kisiasa zikiendelea kuibuka humu nchini, swali ni je, hatua dhidi ya Gachagua itachukuliwa? Ikiripotia runinga ya Kings, jina langu ni Brenda Kinoti. Na shukrani Kinoti kwa taarifa hiyo. Tukiangazia kuhusiana na Gachagua ni kwamba Rigathi Gachagua amewashambulia vikali wanamuziki wa Kikuyu waliolisifia shirika la afya la serikali akidai walilipwa ili kuwapotosha wananchi. Akiwa amechemka alifanya mashauriano na wazee wa jamii kabla ya kuwataka hadharani wanamuziki hao waombe msamaha, la si hivyo muziki wao ufutwe katika majukwaa ya mitandao. Amewahimiza mashabiki kuacha kufuatilia wanamuziki hao kwenye mitandao ya kijamii na kuwaonya wamiliki wa vilabu kuwatenga.
etare na taito. Rigathi Gachagua amewashambulia vikali wanamuziki wa Kikuyu waliosifia shirika la afya la serikali, akidai walilipwa ili kuwapotosha wananchi wakati wa ziara yao kwa naibu wa rais Kithure Kindiki. Makamu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua akiwa amechemka alisema alifanya mashauriano na wazee wa jamii kabla ya kuwataka hadharani wanamuziki hao waombe msamaha, la sivyo muziki wao ufutwe katika majukwaa ya mitandaoni. Aliwahimiza mashabiki waache kufuata wanamuziki hao kwenye mitandao ya kijamii na kuwaonya wamiliki wa vilabu kuwatenga. You unfollow those artists, those who don't apologize to the community, and entertainment joint owners, you stop inviting them, and where you invite them, people should move from those clubs and go elsewhere. Taharuki hiyo ilianza baada ya ziara ya hivi majuzi ambapo kundi la wanamuziki kutoka Mlima Kenya walikutana na naibu wa rais Kindiki mnamo tarehe 25 Mei. Wakati wa mkutano huo, wanamuziki maarufu wa Injiri Karango Muraya alisifu hadharani mamlaka ya bima ya afya ya jamii SHA, akidai kuwa taasisi hiyo ilimlipia kakake bili ya hospitali. Gachagua aliendelea kudai kuwa wasanii hao walilipwa shilingi 50,000 kila mmoja ili kuisifu serikali na kuwapotosha Wakenya. Pia alisema kuwa walivuka mipaka na kuwataka waombe msamaha hadharani, akiongeza kuwa uamuzi huo ulifikiwa baada ya mashauriano na wazee wa jamii. Waombe msamaha. Wasipoomba msamaha, tuwache kusikiza nyimbo zao. Gachagua ambaye amekuwa mkosoaji wa Kindiki tangu aingie nafasi ya naibu wa pili serikalini, ametoa masikitiko makubwa kwa wasanii na kuwaita wasaliti wa jamii. Runinga ya Kings, Frida Kahiga. Ilianza kama burudani ya kawaida na kwa gwiji wa Mugithi Samuel Mushoki almaarufu Samido, sasa kimegeuka kuwa mzozo wa kinidhamu anaotishia kazi yake polisi. Samido na ambaye amechochea mjadala mkali mitandaoni baada ya kuchapisha ujumbe wa mafumbo na ambao umedokeza vita vya ubabe kufuatia kuonekana kwake katika makazi ya naibu rais. Kile kilichoanza kama burudani ya kawaida kwa gwiji wa Mugithi Samuel Mushoki almaarufu Samido sasa kimegeuka kuwa mzozo wa kinidhamu unaotishia kazi yake ya polisi. Masaibu yake yalianza Ijumaa Mei tarehe 16 baada ya video yake akiwa kwenye tamasha moja la burudani kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Katika video hiyo, mashabiki wake wanaimba kwa sauti kauli ya kisiasa yenye ujumbe wa kumkosoa Rais William Ruto. Mashabiki hao walikuwa wakiimba one term, kifupi cha one term, muhula mmoja, kauli inayotumiwa na wapinzani wa kisiasa wa Rais Ruto katika kampeni za kumng'oa madarakani ifikapo mwaka wa 2027. Kauli hiyo imepata umaarufu mkubwa kutokana na kampeni zinazoendeshwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa ofisini na bunge mwezi wa Oktoba mwaka wa 2024 baada ya kutofautiana na Rais Ruto. Katika video hiyo, Samido ambaye pia ni afisa wa polisi anasikika akiwaongoza mashabiki huku wakiimba one term kwa msisimko mkubwa. Video hii ilipowafikia maafisa wakuu wa polisi katika makao makuu ya huduma ya polisi Jogoo House, swala hilo lilijadiliwa kwa kina. Ifikapo Jumatatu Mei tarehe 14, Samido alianza kuchukuliwa hatua. Kulingana na uzito wa tuhuma anazokabiliwa nazo Samido, matokeo mbalimbali yanaweza kutolewa yakiwemo kushushwa cheo, kutozwa faini, kupewa onyo au hata kufutwa kazi. Samido alikuwa miongoni mwa wasanii zaidi ya 12 kutoka Mlima Kenya waliomtembelea naibu rais Kithure Kindiki nyumbani
nyumbani kwake Karen Ijumaa Mei tarehe 23. Katika mkutano huo, wasanii wa nyimbo za Injili na kidunia walijadiliana kuhusu namna serikali inaweza kusaidia sekta ya ubunifu. Miongoni mwa waliokutana na naibu rais ni pamoja na Karango Muraya, Ben Githae, Jose Gatutura, DJ Faxo, Samirongo, Martin Wajanet na Ngaroya Junior. Hata hivyo, ziara hiyo imezua upinzani mkali kutoka kwa wakosoaji wa serikali kutoka Mlima Kenya, wakiongozwa na Gachagua ambaye aliwashambulia wasanii hao kwa madai ya kuhujumu jamii ya Mlima Kenya. Aliwataka mashabiki wapuuze muziki wao na wamiliki wa vilabu kuacha kuwaalika. Ile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye klabu ukiita huyo mtu, customers wahame waende pahali ingine. Msanii Samido ameadhibiwa na serikali kwa kuhusishwa kwa kuimba wimbo wa kisiasa wa One Term. Runinga ya Kings, Ruth Kamau. Wezi wameivamia kanisa la Kianglikana la Kenya katika kaunti ya Kirinyaga na kuiba vifaa baada ya ibada ya Jumapili. Inasemekana kuwa wezi hao walichukua spika, nyaya, vichanganya sauti na kufuli zenye thamani ya $300 huku wakisherehekea sakramenti na kunywa divai. Ruth Wangui anatuarifu zaidi. Majambazi washerehekea sakramenti na kunywa divai ya kanisa katika uvamizi wa kijasiri uliotekelezwa katika kanisa la Kianglikani kaunti ya Kirinyaga chini ya Mtakatifu Mathayo Mutithi mnamo Mei 25 na kutoweka na mali ya thamani ya $120,000, jambo lililoacha waumini katika mshtuko mkubwa. Baada ya karamu hiyo ya wizi, majambazi pia waling'oa mlango wenye thamani ya $30,000 huku wakiacha dirisha la kanisa likiwa limeharibiwa ambapo walivunja ili kupenya ndani. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa, wanachama wa kwaya walipowasili katika nyumba hiyo takatifu asubuhi ya Jumatatu walikuta vifaa kama kinanda, ngoma na mali nyingine havipo, huku wezi wakitoweka bila kugunduliwa. Ingia kwa hii kanisa yetu, wakuja wakakuvunja dirisha na wakuja wakaimba piano. Ingia mpaka kwa water table, kwa madhehebu, wakakuta kuna divai ilikuwa imebakia, church wine, alafu na wakakunywa yote. Muumini mmoja Birudha amesema wizi huo unaonyesha wazi kuwa majambazi hawana heshima kwa maeneo takatifu, huku akidai kuwa wimbi jipya la uhalifu linalolenga makanisa limeongezeka katika eneo hilo, hali ambayo imesababisha wasiwasi kwa viongozi wa kiroho na waumini wao. Ni jambo mbaya sana, na ni vizuri tuwaambie watu waendelee kuheshimu madhabahu na waendelee kuheshimu nyumba ya Mungu. Mtakatifu Mathayo ameongeza kuwa mnamo Januari 19 majambazi walivamia kanisa la Anglikani Githalaini na kuiba mikrofoni, vipaza sauti na vifaa vingine vya thamani ya shilingi 1,300. Sasa viongozi wa kanisa wanataka serikali kuchunguza visa hivyo na kuweka ulinzi mkali na kuwapa maaskari ambao watapiga doria ili kusitisha uovu huo. Mwizi ni 40. Ataenda hivyo. Najua serikali inachunguza hii maneno, atajulikana, na akijulikana serikali itafanya kazi yake. Majambazi wavunja kanisa la Anglikana katika kaunti ya Kirinyaga na kuiba mali yenye thamani ya $120,000 usiku wa Jumapili tarehe 25 Mei mwaka wa 2025. Nikiripotia runinga ya Kings, langu jina Kamau. Shukrani sana Wangoi. Ni taarifa vilevile ya kusikitisha kwa kwamba watu hawaogopi madhehebu, wanaingia tu na kufanya kile ambacho wanataka katika kanisa. La kusikitisha zaidi ni kwamba wanachukua divai na kusherehekea nayo, na divai inaaminika kwamba ni damu ya Yesu Kristo na inatumika kututakasa sisi. Haya basi, hawa waliamua kujitakasa wenyewe. Mpenzi mtazamaji, tuchukue mapumziko mengine, tunarejea baada ya msuko mrefu. Tusibanduke.
watazamaji, karibu tena kwenye habari zetu, na tukiendelea ni kwamba Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameanza mikakati ya kuwaingua Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kama vigogo wa siasa za magharibi, akijitangaza kuwa kiongozi wa jamii ya Waluhya. Akiwa ameandamana na madiwani kadhaa na kiongozi wa chama cha Roots George Wajackoya, Natembeya amesema kuwa hata kutereka vuguvugu lake la tawi kubadilisha siasa za magharibi. Tarehe 26, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya alianza mikakati ya kuwaegua Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kama vigogo wa siasa za magharibi, akijitangaza kuwa mwenye usukani uongozi miongoni mwa jamii ya Waluhya. Nasema kwamba tani moja ya miwa itakuwa shilingi 5,300. Tani moja ni kilo 1,000, ndio? Bwana Natembeya alishtakiwa kwenye kesi ya uporaji wa shilingi milioni 3.2 kupitia tenda ya kaunti, mashtaka aliyokanusha na akawachiliwa kwa pesa taslim nusu milioni. Pia alipigwa marufuku ya kukanyaga afisi za kaunti kwa siku 60. Alisisitiza kwamba masaibu ya wiki jana hayatamteteresha, huku akisema yuko tayari kukabiliana na Kenya Kwanza ambayo ilimtekeleza magharibi. Sasa naelewa kwa nini wanamlenga kisiasa. Anatembea na bwana Wajackoya kaungana pamoja kupingana na Kenya Kwanza. Karipotia Kings Hortensia Mbiu. Na kwa wiki kadhaa sasa, maelfu ya wagonjwa katika kaunti ya Marsabit, Kakamega na Kiambu wameachwa bila huduma ya matibabu baada ya madaktari zaidi ya 1,000 kugoma. Waathiriwa ambao wamejipata katika njia panda ni kina mama wajawazito ambao hawakuweza kupata fursa ya kujifungua, huku wanaoathirika zaidi wakikosa tiba. Wagonjwa katika kaunti za Marsabit, Kakamega na Kiambu wameachishwa bila huduma za matibabu baada ya zaidi ya madaktari 1,000 kugoma. Akina mama wajawazito hawawezi kupata huduma ya kujifungua salama. Watoto wengine wako katika matatizo ya kiafya wametekelezwa, huku watu wazima wakiungua maradhi mbalimbali bali kukosa tiba. Katika kaunti ya Kakamega, wagonjwa wamesalia kwa muda wa wiki 4 bila huduma. Hii ni baada ya madaktari kuamua kuendelea na mgomo. Madaktari hao wanataja kufeli kwa matibabu za ajira, ikiwemo kuhamasishwa kwa kinyume cha sheria na kucheleweshwa kwa mishahara kila mara. Hiyo barua tunawaambia mambo ya job evaluation, hayo mwende mfanyie kwa miti au kwa maji au mbinguni, sisi tunataka nini? Hali hii inawalazimu kutumbukia kwenye madeni ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Katika kaunti ya Kiambu, mishahara imekuwa ikicheleweshwa kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Rekodi za KMPDU zinaonyesha kuwa madaktari wa Kiambu walipokea mshahara wao wa Januari mnamo Februari tarehe 12 na mshahara wao wa Februari mnamo Machi tarehe 12. Mshahara wao wa Machi wakiupokea Aprili tarehe 15, huku mshahara wao wa April ukiwafikia Mei 12. Wagonjwa wanalalamika na wengine kupoteza mioyo yao, huku ni baadhi ya zaidi ya madaktari 1,000 kugoma, huku madai yao ikiwa ni kutolipwa mishahara. Nikiripotia runinga ya Kings, jina langu ni Martha Ngugi. Na magavana na viongozi wa kidini wamekashifu tendo la mauaji la Padri Alois Bet aliyeuawa akiwa katika harakati za kuhubiri amani tot bonde la Kerio wiki iliyopita. Wakizungumza wakati wa misa ya kumkumbuka padri huyo aliyeuawa, viongozi hao wameeleza masikitiko yao kwamba licha ya serikali kuwekeza fedha nyingi katika kupambana na uwizi wa mifugo, eneo hilo linaendelea kushuhudia ghasia. Jen Gizi anaketo wa taarifa hii. Magavana na viongozi wa kidini wamesema kwamba Padri Alois Bet aliyeuawa akiwa katika harakati za kuhubiri amani tot bonde la Kerio Alhamisi Mei 22 wiki iliyopita anapaswa kuwa kafara ya mwisho katika juhudi za kurejesha amani katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Wachukulie maanani mambo ya usalama katika bonde la Ufa.
ama punde la Kerio. Wakizungumza wakati wa misa ya kumkumbuka padri huyo, viongozi hao walieleza masikitiko yao kwamba licha ya serikali kuwekeza fedha nyingi katika kupambana na wizi wa mifugo na ujahili, eneo hilo linaendelea kushuhudia ghasia. Katika ibada hiyo iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Moyo Mtakatifu wa Yesu mjini Eldoret, wanasiasa walilaani vikali vitendo vya ujangili, wakivitaja kama aibu kwa taifa. People have suffered so much, and by the life or with the life of this priest, we are all saying that let this be the end of the violence we are seeing in Kerio. Gavana wa Elgeyo Marakwet Bwana Wisri Rotich alitaka viongozi wa dini kuombea wakaazi wa bonde la Kerio, akisema hakuna mtu aliye salama katika eneo hilo. Alieleza kuwa hata viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo wako hatarini kutokana na hali ya usalama. Alisema sababu kuu ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo ni ukosefu wa maendeleo, akibainisha kuwa limekuwa likisahaulika kwa muda mrefu. Hata hivyo, alilalamika kwamba pesa nyingi zinazotolewa na serikali kwa eneo hilo ni kwa masuala ya usalama badala ya maendeleo. Gavana wa Uasin Gishu Jonathan B alisema ni uchungu na jambo la kusikitisha kwamba padri aliyejitolewa katika kazi ya umishonari aliuawa kwa njia ya kikatili. I've never slept. I am still disturbed. And I want to tell you that it was not done by the entire Marakwet community or the entire Elgeyo Marakwet County. Viongozi wa kidini wanataka kujua aliyemuua padri ili aweze kuchukuliwa hatua na ili padri aweze kupata haki yake. Padri atazikwa siku ya Ijumaa tarehe 30. Runinga ya King, James, Yebi. Maelezo ya kushtua kuhusu ujenzi tata wa kituo cha kambi ya kifahari katika msitu wa Ngong Road yameibuka baada ya huduma ya msitu ya Kenya KFS kufichua mkandarasi aliyepewa kandarasi ya mradi huo. Hata hivyo, mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA inaonyesha kuwa haikutoa kibali chochote cha mradi huo na kwamba tathmini ya athari kwa mazingira ilifanywa na mshauri binafsi. Fidelis Wirigi ana mengi zaidi. Taarifa kuhusu ujenzi tata wa kambi ya kifahari katika msitu wa Ngong Road zimeibuka baada ya huduma ya misitu ya Kenya KFS kufichua mwanakandarasi anayesimamia mradi huo mkubwa. Wakati wa kongamano la maongezi ya umma katika eneo la Ngong Road Sanctuary mnamo Jumanne 27, KFS ilidokeza kwamba Konyon Company Limited ilishinda zabuni ya kujenga nyumba ndogo ndani ya eneo hilo. There will be no activity ongoing here now until we undertake a comprehensive consultative meeting with all the stakeholders. Mamlaka ya kitaifa ya kusimamia mazingira NEMA hata hivyo ilionyesha kuwa haikutoa leseni yoyote ya mradi huo na kwamba tathmini ya athari ya mazingira ya awali EAI ilifanywa na mshauri wa kibinafsi aliyeajiriwa na kampuni ya Konyon. Maelezo zaidi ni kuwa NEMA ilibaini kuwa nyumba 20 zilipaswa kujengwa kinyume na 11 zilizoripotiwa na KFS. Punguza mradi huo kutoka nyumba ndogo 20 hadi 10 ili kupunguza athari kwenye msitu huo. KFS imesitisha ujenzi wa kituo cha kupiga kambi ikisubiri mshauriano zaidi. Hii ilikuwa baada ya vuguvugu la Greenbelt kupuliza kipenga kuhusu shughuli hiyo haramu katika patakatifu. And perception will be addressed through that consultative meeting. Ujenzi wa hoteli ya kifahari kwenye msitu wa Ngong Road umetiliwa kikomo. Hii ni baada ya wasimamizi wa mazingira NEMA kusema kwamba lisensi iliyotolewa si ya usahihi. Runinga ya Kings, Fidelis Mwirigi. Haya, sasa tukiangazia taarifa ambayo inahusika Tanzania na Kenya ni kwamba Martha Karua, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP, amejibu kwa ukali matamshi wa bunge wa Tanzania waliomkosoa kufuatia kurejeshwa kwake humo nchini. Akizungumza na waandishi wa habari, Karua amekosoa vikali hatua ya Tanzania akisema kuwa taifa linalokiuka katiba yake haliwezi kulinda haki za raia wake. David Jenga anataarifa.
Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua akizungumza na wanahabari siku ya Jumanne Mei tarehe 27 amesema kuwa hatakubali kushusha hadhi yake kwa kujibizana na wabunge wa Tanzania alichoita mabishano yasiyo na msingi. Hii ni baada ya kufukuzwa Tanzania. Charged with politically motivated cases like Tundu Lissu. And I have tagged all the necessary institutions. That suffices. We will not descend to their levels. It will not be sexual. Wabunge wa Tanzania na ambao wamejawa na hasira wamewarushia maneno makali wa Kenya, wakiwalaumu wa Kenya kama ambao wanashusha uongozi wa Tanzania na kueneza mchafuko wa kisiasa nchini humo. Wabunge hao waliendelea kuitetea nchi yao pamoja na Rais Samia Suluhu kuwa Tanzania iko mbele kisiasa kuliko Kenya, wakionyesha uwezo wao wa kuwa hawahitaji usaidizi wowote kutoka Kenya, wakikataa kulinganisha nchi hiyo na kudai kwamba Wakenya wana uwezo mdogo wa kiakili. Hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la hovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano. Kwa mashambulizi ya kejeli, bunge hiyo ilisema haitapakwa tope na viongozi wa kisiasa akiwemo Martha Karua. Mbunge wa Tanzania eneo la Geita Joseph Msukuma, ambaye aliongoza mashambulizi hayo ya maneno, akitetea kufukuzwa kwao na kuwalaumu wa Kenya kuwa kukosa heshima wa uongozi wa Tanzania na kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Msukuma akidharau viongozi hao kuwa hakuna cha kuiga Kenya, wakiendelea kusifu uongozi wa Tanzania kama nchi inayopenda amani na wanaowalea watoto wao kwa kutia bidii kwenye kujikimu kimaisha, lakini sio kuwatukana viongozi. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Wiki moja tu baada ya wanaharakati kufukuzwa katika Tanzania walioenda kusikiza kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, wabunge hao wameendelea kuwadhihaki wa Kenya wakisema kuwa wanaweza kuchangia maandamano katika nchi hiyo. Jenga Nungu, Runinga ya Kings. Haya basi mtazamaji, hapo ndipo tunaweka kikomo taarifa zetu. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Ni kweli kabisa, nitoe shukrani zangu milele kwa kuandamana nasi, lakini kabla hatujaondoka kucheza, tulikuwa tumeuliza mtazamaji au tulikuwa tumeuliza maoni yake kutokana na rais kuomba msamaha. Na katika tovuti zetu kule Facebook namuona Kesi Kahende anasema hakuna msamaha aliomba hapo, haipo serious, ni vile alilazimishwa. How can someone apologize yet his government can't explain who were the abductors? Kwanza watoe hao polisi walihusika na mauaji wafungwe wenye bado hawajulikani kwenye wako machungeni. Veronica Maina anasema on behalf of himself tunatuma salamu na tuna apologize. Haya, Mike Kienje anasema fine, but forgiveness is for what purpose to Gen Z, because I don't want to forgive the government. Swali anasema sababu nyingine one time ni hiyo ya kuomba msamaha bila kuarifu. Simiyu Watila Henry anasema hawa wawili wako kando ya red carpet ilhali wako juu ya carpet. Joseph Jomo anasema sawa, ameomba msamaha. Yeye na wenye kusema wako vinywazi. Timo ule Mjabo anasema nani amekupea huo ushauri wa kuomba msamaha? Sisi hatutaki. Lazima watatanga watutii. Lazima Watanzania watatanga. Haya, kwa Temba Jacob anasema we need reparations for the Gen Z, not empty rhetoric. Asanteni sana kwa kauli zenu. Tunasema siku zote zinakubalika. Lakini kabla tutondoka, tungependa tuache na kauli ya siku ya kwamba aliyetuacha msituni hana sababu ya kuuliza ametufanya nini chatu. Alitamani sana tuchezeke, lakini kwa sasa tunasereveka. Mwambieni tunapumua kwa pumzi zake Maulana, ameturehemu na kutupa afya njema. Huku ni kung'aa tukitimiza ndoto. Tumuombe aishi miaka mingi ili aje kushuhudia na awe shahidi wa kwanza Mwenyezi Mungu atakapotupa baraka. Nikwambieje? Ishi na watu vizuri, uweze kujua kesho. Yule ambaye unamdharau leo, kesho utamhitaji. Mie nafahamika kama Pius Kariuki. Nami Beatrice Award. Kwa heri.